neema hii tena ambayo ametupatia jioni ya leo, na nikushukuru wewe ambaye Bwana amekupa neema ya kuwepo mahali hapo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Katika jioni ya leo tunakwenda kuangalia katika Injili ya Mathayo sura ya 22. Biblia inaeleza hapo, kuna mistari michache tutasoma hapo, alafu tutakwenda kwenye sura ya 24. Katika Injili ya Mathayo sura ya 22, Biblia inasema hapo maelezo ya Yesu. Yesu anawaambia tena kwa mfano mwingine. Katika sura hii ya 22 mstari wa kwanza, Yesu akajibu akawaambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi, akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watu wengine akisema, waambieni wale walioalikwa tena. Akawaambia, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa, na vyote vimekuwa tayari, njooni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhibika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi i tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi nendeni hata njia panda za barabara, na wote muwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Hebu sema pamoja na mimi, akaona mtu mle asiyevaa vazi la harusi. Hebu sema tena, akaona mtu asiyevaa vazi la harusi. Biblia inasema Yesu akawaambia kwa mfano ya kwamba mfalme aliandaa karamu, na aliandaa karamu kwa ajili ya mtoto wake wa kiume. Hii ni harusi ambayo imeandaliwa, lakini wakati huo mfalme akijua kwamba harusi haiwezi kuwa harusi pasipokuwa na watu, haiwezi kuwa sherehe pasipokuwa na watu. Hivyo akatuma mwaliko ili watu waende wakaalikwe, waje washerekee pamoja na mfalme, kwa sababu kuna harusi inayofanyika. Huyu kijana wa mfalme anahitaji kupata mke, na hivyo mfalme akatuma watu, akamwambia, nendeni mkalete watu. Kuna watu ambao mfalme alijua hawa wako kwenye kiwango chake, hawa wako kwenye aina ya maisha ya kufalme ambao wanastahili kualikwa kwenye mwaliko huu kuja kusherehekea sherehe hii ya kifalme. Ni mfalme ameandaa karamu. Kwa hiyo aliona watu wanaostahili kuingia kwenye sherehe hii ni watu wanaostahili kuingia kwenye ikulu ya mfalme. Akatuma mwaliko kwa watu wanaostahili, na wengine ambao hawakustahili hawakupata mwaliko. Biblia inasema ya kwamba baada ya hapo mfalme anatarajia kusanyiko kubwa la watu waje kwenye nyumba ya mfalme, waje ikulu ili kusherehekea furaha hii, kwa sababu familia ya mfalme imepata furaha. Kuna mtu anaoa kwenye familia ya kifalme, kwa anatarajia, kwa sababu ni mfalme amealika, watu watakuja kwa wingi. Mfalme akiwa na tarajio, mfalme akiwa na shauku kubwa ya kutarajia kwamba kuna umati mkubwa wa watu utakuja kwenye ile sherehe, kwenye ile karamu. Lakini kwa bahati mbaya Biblia inasema kwamba wale walioalikwa kuja kwenye karamu hawakuja. Unajisikiaje mpendwa, ikiwa kama umeandaa sherehe nyumbani kwako, umealika watu waje, lakini kwa bahati mbaya wale waliofikiria na marafiki zako
ni nyama ameandaa, lakini wale waliotarajia kuja hawaonekani. Unapeleka wapi hicho chakula? Unakula na nani? Ulifikiri ni yule jirani yule ndiye anayestahili kuja kwenye karamu yako? Ulifikiri ni mzee fulani yule maarufu ndiye anayestahili kuja kwenye karamu yako? Ulifikiri ni mpendwa yule ndiye anayestahili? Huyu wa karibu, yawezekana wengine waliwaona hawastahili kuja kwenye karamu yako, lakini kwa bahati mbaya wale waliowazania wako karibu na wewe, waliotarajia watakuwa karibu na wewe, watakuwepo kwenye karamu, wamekosekanika. Mfalme akasema, nafanyaje mimi na familia yangu? Hiki chakula nakipeleka wapi? Hiki chakula nakipeleka wapi? Niliwatarajia kuja hawajaja, napeleka wapi hiki chakula? Ndipo baada ya hapo mfalme akawaza, akasema, nafanyaje mimi? Biblia inasema ya kwamba akatuma watumishi waende, ili waende wakawaita wale watu waliostahili kuja kwenye karamu. Alipowatuma wale watumishi wakaenda, kilichotokea ni hiki. Kuna watu waliosema, sisi bwana tunaenda mashambani, tuko bize, tunaenda shambani. Wengine wakasema, hapana, siwaji kukuja kwenye karamu hii, ninaenda kwenye biashara yangu, kuna wateja wananisubiri. Wakatoa uzuru. Hakuna mtu aliyekubali mwaliko wa mfalme kwenda kwenye ile karamu. Biblia inasema watu wakakataa. Hata wengine ambao walienda kule wakawatendea vibaya wale watumwa waliotumwa na mfalme kwenda kualika watu, wakaona wengine wakauawa, wengine wakarudisha taarifa wakasema, mfalme, huko tuliko kwenda hakuna mtu aliyepokea mwaliko wako, na tumepigwa, tumekuja hapa tunachuruzika damu. Mfalme alipoangalia, Biblia inasema kwamba akaghadhibika, akajawa na hasira. Ndipo akatuma watu majeshi, akawaambia, nendeni mkawakamate wote waliowatenda vibaya, wapigeni tena muwaue. Wakaenda wakakamatwa, wakauawa. Wale waliowaua watumwa wa mfalme wakauawa. Biblia inasema baada ya hapo yule mfalme akauteketeza ule mji wao, ukateketea. Baada ya hapo akawaza, pamoja na kwamba hawa watu wameacha kuja, nimeenda nimeteketeza, ndio hasira yangu imepungua, hiki chakula kitaliwa na nani? Hii sherehe itakuwa sherehe ya nani? Ndio maana kuna msemo anasema hivi, sherehe ni watu. Si ni sawa, watu wa Mungu Sherehe ni nini? Ni watu. Ukiwa na watu ni sherehe. Huwezi kuwa na sherehe kama hauna watu. Mfalme akasema, kwa kuwa wamekosekanika, nilioalika hawajaja, nendeni barabarani, kaiteni watu, kawakusanyeni watu, wale mnaowaona wote waje. Mfalme akaenda wanaenda kuwaalika wale ambao hawakustahili, ndio wanaupewa mwaliko. Wale waliostahili waliukataa mwaliko. Hawa ambao walionekana hawastahili ndio wanapewa nafasi ya kuja kwenye karamu ya mfalme, kwenda kwenye ikulu ya mfalme. Haleluya! Sikiliza, hawa ambao walionekana si kitu, hawa walionekana hawastahili kuingia kwenye nyumba ya mfalme, leo wanaonekana wanastahili, kwa sababu kuna mtu amekataa mwaliko. Tafasiri yake ni nini katika mfano huu? Biblia inasema ya kwamba walipoalikwa wakaja, watu wema kwa wabaya, wote wakaalikwa wakaingia kwenye sherehe ya mfalme. Sasa ngoja nikwambie, nyakati zile hapakuwepo na kadi kama wakati huu. Unapewa kadi, unaambiwa ukija na kadi hiyo kadi itakusaidia uingie kwenye lango, kwenye lile geti, upewe na kuponi ya chakula, upewe na nini, uhudumiwe. Wakati ule ulikuwa ukiingia ukiwa umepewa mwaliko, unapewa na vazi maalumu la kukuonyesha kwamba wewe umealikwa kwenye sherehe. Watu wa Mungu, tuko pamoja mpaka hapo? Sasa katika wale waliopewa mavazi ili waingie kwenye ile sherehe, sikiliza, hata leo hii ukienda mahali umealikwa kwenye karamu, kuna mahali pengine ili uingie unaambiwa, hebu ingia kwenye hiki kichumba. Unaingia kwenye kile kichumba. Ukiingia kwenye kile chumba kina mavazi, kina nguo ambazo unapaswa kuzivaa, alafu ndio uingie kwenye ile karamu. Zile ulizokuja nazo
ulizoshona wewe mwenyewe ukasema hizi ndo zenyewe ndo za kuingia nazo kwenye karamu. Kuna sherehe zingine ukienda, ile nguo uliovaa unaambiwa ingia humu, badilisha, alafu utoke na nguo nyingine. Kwa nini? Maana yake nini? Kuna nguo maalumu ambayo unapaswa kuivaa ndo uonekane mbele ya mfalme. Sasa watu wakaingia, waliovaa zile nguo walizokuwa wamepewa za mwaliko wa kuingia, wakavaa nazo wakaingia. Akaingia mfalme. Sasa anaanza kukagua kwenye ule ukumbi, anaangalia namna ambavyo wale walioalikwa, wageni walioalikwa kwenye ile karamu, namna wanavyopendeza baada ya kuvaa mavazi. Wakati anakagua, anatembea, baadaye katika kuzunguka kwake akakutana na mtu mmoja ambaye yeye amesahau kuvaa lile vazi la kukaribishwa la mwaliko. Akaulizwa, wewe mpendwa, imekuja ukaingia humu ndani, mbona hauna vazi la mwaliko? Huyu ndugu alialikwa, lakini hakuzingatia mwaliko, hakuzingatia kanuni ya mwaliko. Akasema yawezekana alijisemea, ngoja tu niingie namna hii jinsi nilivyo, hamna shida, hamna haja ya kuhangaika kuvaa nguo, hamna haja kuvaa vazi la harusi. Yeye akaingia mle ndani, akajitomeka mle. Kumbe katikati ya wale watu walioalikwa na yeye alikuwemo, na akaonekana kwamba hana vazi. Mfalme akamuuliza, umeingiaje? Mbona hauna vazi la sherehe? Mbona kama hauna mwaliko? Mbona kama hujajiandaa? Biblia inasema akatekewa. Kwa lugha nyingine maana yake akaishiwa na maneno. Hakuwa na namna ya kusema, hakuwa na maelezo ya kusema. Baada ya hapo mfalme akasema, jamani njooni hapa. Akaita watumishi wake, akamwambia, jamani huyu hana vazi, mkamateni mkamtupe kule nje. Huko niko kutakako kuwako na kilio na kusaga meno. Huyu ndugu baada ya kuingia kwenye sherehe na kufurahia chakula na kufurahia furaha ya sherehe, akaingia kwenye mateso, akaingia kwenye hukumu, akaishia kwenye kufungwa, akaishia kwenye mateso. Nini maana yake? Biblia inaeleza mfano huu ni mfano wa Mungu Baba ambaye amealika mwaliko, ameandaa sherehe kwa ajili ya Yesu. Na kwa sababu ameandaa sherehe kwa ajili ya Yesu, ameleta mwaliko. Mwaliko wa kwanza ameleta kwa taifa la Israeli. Lakini hawa ambao waliletewa mwaliko wa kwanza, ambao ni taifa la Israeli, walipopewa mwaliko wakaukataa ule mwaliko. Wakakataa ule mwaliko. Mungu ameandaa karamu ya uzima wa milele kwa ajili ya Yesu Kristo pamoja na wanadamu, lakini wana wa Israeli wakaukataa ule mwaliko. Manabii wakatumwa kwenda kueleza wana wa Israeli habari za kusudi la Mungu juu ya karamu aliyoandaa, lakini kila manabii walioinuka juu ya taifa la Israeli, wana wa Israeli wakaua. Israeli wakaua, Wayahudi wakaua, watumishi waliotumwa na Mungu ili kueleza habari za karamu iliyoandaliwa kule mbinguni, kila aliyeinuka walimuua. Wakaukataa mwaliko wa Mungu. Biblia inasema baada ya hapo ndipo Mungu alipoona taifa la Israeli linaukataa mwaliko wakaamia Mungu. Ndipo Biblia inasema kwamba mwaliko katoka kwa Israeli wakageukia mataifa ya Kanaani,